الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد tunaendelea aya ya 34 ya sura Al-Isra iacha jana hapa, na sura Al-Isra hii katika hizi aya zilizopita kuanzia 22 mpaka ya 34 ni yote katika nasaha za Mwenyezi Mungu, wasaya min Allah subhanahu wa ta'ala anasema na tupawasia huu ili tuweze kuishi maisha yenye kuridhisha, maisha yale yanayopenda Allah subhanahu wa ta'ala, yenye kutuongoza katika njia yake iliyonyoka, mustaqim. Na tulianza aya hii ya 34 kwa kueleza habari ya mayatima. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. نعم. baada ya kuelezea jana maelezo ya kutosha kuhusu hatari ya kujaribu kuzigusa pesa za mayatima, mali ya mayatima kwa ujumla, kwa ajili ya maslaha yako binafsi, hatari ya kugusa ni katazo kubwa sana kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwamba mali hizi isiguse ila kwa jambo lilokuwa bora kwa maslaha ya mayatima, illa billati hiya ahsan, kwa jambo lilokuwa bora. Na hakuna jambo lilokuwa bora ila kuzikuza pesa hizi kwa njia halali, kwa hakika kwamba nikiingia katika kazi hii, mashruu hii, project hii, najua itawaletea faida watoto hawa. Kwa hivyo unaruhusiwa kwa jambo lilokuwa bora zaidi kwa kuzikuza pesa zao, kukuza mali yao. Hilo ni jambo lilokuwa bilati yake. Alafu pesa hizi usisogelee hata yablugha ashudda, mpaka yatim alitajwa mmoja hapa, kwamba kila yatima, wala taqrabu mala al-yatim, yani mayatima kwa ujumla, mpaka wafikie utu uzimani, wakifikia umri wa ashuddahu, hata yablugha ashuddahu, bimaana atimie katika umri wa kubaligh na umri wa kuweza kutafakari sawa sawa na kutasarrafu. Ndipo akipewa mali yake akatasarrafu kwa njia iliyo sahihi, akaweza kuzitazama na kuzikuza mwenyewe huyu yatima kwa njia iliyo sahihi. Hapo tena mnaambiwa mwape mali zao. Na katika haya yote yaliyotajwa haya, wa'ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Wa'ufu bil ahdi, tekelezeni ahdi zenu. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، إذا كانت صفة ظالم ونجابكم. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون، wale ambao amana na ahdi wanazitekeleza kama ipasavyo, wanazishughulikia na kuhakikisha kwamba amana na ahdi na waadi wanaotoa mtu wanazichunga na kuzitekeleza, kwa sababu Allah kasema katika aya hii na katika aya nyingine, wa'ufu bil ahdi, na timizeni ahadi zenu, msikate, msende kinyume na ahadi zenu, msende kinyume na ahadi zenu. Wa'ufu bil ahdi, akatupa sababu kasema innal ahda kana mas'ula, mas'ula, itasailiwa hii ahadi. Sahibu, ni nani mwenye kuweka ahadi au mwenye kushiriki baina yao wawili katika ahadi ile au ahadi yenyewe?
It's 8:40. hal yule mwenye kutoa ahadi au yule mwenye kupokea ahadi ile na kukubaliana na mwenye kutoa ahadi nje jawabu ahadi yake ni atatekeleza ahadi yake au ahadi yenyewe. Akasema kwamba mas'ula ile ahadi yenyewe, kwa sababu kwa yule mwenye kutoa ahadi na yule mwenye kukubaliana na ahadi wote wawili watekeleze ahadi. Kwa hiyo wote wawili, ingawaje yule mwenye kutoa ahadi ni wa mwanzo zaidi, kwa hivyo ahadi yenyewe mas'ula. Sio kwamba al-ahdi yule mwenye kuahidi kana mas'ula na ahadi yake. Hii ahadi yenyewe kwa jumla, kwamba tunapokuwa na ahadi watu wamesikilizana kwa jambo fulani, wakakubaliana kwenye kitu fulani, hakikisha kila mmoja atekeleze. Huyu sasa anataka kutekeleza ile ahadi, huyu anakwenda kukataa baada ya kweli tukubaliana, lakini sasa hivi mtaghairi ala ahadi katoa na atekeleza. Sasa wewe unaona sasa hivi wakati umefika wewe kutekeleza upande wako, kwa kukamilisha ahadi unakataa. Kwa hivyo pande zote mbili zinahusika katika utekelezaji wa nini, wa ahadi. Na hii ahadi kitu gani? Ahadi kitu chochote kile ulichokusudia kukifanya. Na ahadi hii kwanza, kabla kila kitu, ni ahadi inakuwa bainaka wa baina rabbika, baina wewe na Mola wako. Hii inakuwa ahadi iliyokuwa mwanzo kabisa, hajajuu kabisa. Na uhud min Allah subhanahu wa ta'ala, hizi ahadi za Mwenyezi Mungu aula bil wafa, utekelezaji wake unakuwa mwanzo zaidi. Ahadi baina yako na Mola wako, kukwambia sali, utekeleza sala zako 5, funga, zaka, hija, kila kitu kilichokuja katika sheria ya dini ni ahadi. Mwenyezi Mungu anataka wewe utekeleze, na wewe ndio mtekelezaji, lazima utekeleze kwa kadri ya uwezo wako, kwa sababu ndio kuulizwa na ahadi kana mas'ula. Tukiacha ahadi baina yako na Mola wako kwa kila anachokuamrisha, kwa kila anachokukataza, inakuja ahadi baina yako na baina ya watu. Mara nyingi mtu anaposoma kama hayo au ahadi, al-ahda kana mas'ula, anaona hii ahadi baina yangu mimi na binadamu wenzangu, katika jambo lolote, ile agreement baina yao, treaty agreement, ile ambacho wanawafikiana nacho kufanya, kila mmoja atekeleze upande wake. Lakini kabla yote haya, al-ahdi bainaka wa baina rabbik, hilo ndilo kubwa sana. Tengeneza akhira yako ukitekeleza ahadi yako na Mola wako. Unapotaka kubadilisha ahadi yako, fanya utahalal hii ahadi, lazima usimuwe wengine uende kuona naye yule mtu aliyeka ahadi, bwana mimi jambo hili litakuwa gumu, na kwa kutaka ushauri wako kwa ahadi kiasi ibadilishe, ufanye hivi badala hivi. Lazima kwa hivyo makubaliano baina pande zote mbili. Hayo kikataa, ina maana kwamba lazima wewe utekeleze ahadi. Lakini unapokubali mtasikilizana kwa ahadi nyingine au kwa kufuta ahadi baada yake, inakuwa tena wewe unakuulizwa, yule anayekuuliza tadai ahadi yake, yeye mwenyewe kitakupa go ahead kumbe basi pale cancel, hapana nini. Inna al-ahda kana mas'ula. Na hizi ahadi bila shaka kwa mwenye kutekeleza anajenga tabia zake nzuri mbele ya wenziwe wanaokaa nao, wanaishi nao katika jamii. Anapokuwa mtekelezaji wa mambo, nisema kweli, kwa sababu mwenye kugeuka, mwenye kigeugeu, mwenye kwenda kinyume na ahadi, ujue kwamba mtu huyu kwanza ni Mungu sasa, na njia ya Mungu ni motoni. Mwenye kwenda kinyume na ahadi yake, basi ni mwongo na kwa kadhab. Na uongo unakupelekea kwenye uovu, na mtu anayemsema uongo sana
huwa ni min ahli an-nar. وما زال يكذب حتى يكتب عند الله كذاب. Iko kuendelea tukisema uongo na kuvunja miadi na yote mpaka uandikwe kwa Mwenyezi Mungu kadhab. Hiyo ni pepo mtu kama huyo. Kwa hivyo utekelezaji wa ahadi kunamfanya mtu awe mkweli, mtu mwenye kuaminika, ahli thiqa, mwenye kuaminika jambo watu wako tayari kumwamini kwa yale yalikuwa makubwa. Lakini mtu alikuwa kishazoea kwa kusema uongo na mtapeli na mjanja na nini, hii sifa mbaya sana. Sifa ambayo inavunja undugu baina ya waumini. Sifa ambayo inafanya watu kumchukia mtu huyu kwa sababu ya tabia kama hizi. Haya ni maamrisho ya Allah. Na utekelezaji wake ni muhimu, ni lazima. Wa aufu bil ahdi, hii ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Timizeni ahadi zenu. Na kwa sababu ina ahada kana masula, zitakuja kuulizwa, zitasailiwa hizi. Halafu tukienda katika aya 35, wa aufu al-kaila idha kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. aya 35, wa aufu al-kaila idha kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Na maana maneno haya wa aufu al-kaila وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. Na hapa tunakuja katika nini? Masala ya upimaji. Al-kail wal-mizan, mambo mawili yanayokwenda sambamba katika Qur'ani yenye kueleza aina zote za vipimo. Kila aina ya vipimo katika kuuziana baina ya watu vitu mbalimbali, hutumia aina mbalimbali za kupimia. Moja inaitwa al-kail, ya pili inaitwa mizani. Mizani kwa ajili ya uzito wa kitu, lakini vile bakia vyote visiokuwa na uzito bali kwa urefu, kwa majimaji yaliokuwa mfano, upimia kwa mizani mbalimbali. Ukiwa unatumia lita, gallon, ukiwa unatumia mita, sentimita, ukiwa unatumia miligram na gram katika upimaji wa dhahabu na almasi na vitu vinginevyo, vipimo vyote vinaingia katika nini? Al-kail wal mizan. Na ilipokuja katika sura al-Mutaffifin, wailun lilmutaffifin, wale wao wale mutaffifin wabia alladhina idha iktalu ala an-nas yastawfun yatlubuna al-wafa, watakatimiziwa. Idha iktalu ala an-nas, wanakwenda kununua kwa jumla, wanataka watekelezewe kamili bila kudhulumiwa hata kupunjwa. Basi wao wa idha kaluhum au wazanuhum, wao wanapopima kwa kaili wal mizan, wa idha kaluhum al-kaili au wazanuhum mizan yukhsirun, wanapunguzia watu, wanafanya ujanja. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun yawmin 'adhim, hawajui kama hao wenye kufanya hivyo watafufuliwa siku adhim. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku watasimama watu mbele ya Mola wa ulimwengu wote. Kalla, asifanye hivyo. Na imekuja mara nyingi wa aufu al-kaila idha kiltum wazinu bil qisas al-mustaqim. Hapa katika kutazama maana wa aufu, timizeni, al-kaila, kipimo chochote kile mpimapo. Tuseme mita, muza vitambaa, nataka mita 2.5, mpe mita na nusu mita, sawa. Wenye kununua makapet labda mita 20, mita 40, mita ngapi kwa urefu, sawa. Hii kail na vitu vinginevyo, na kuuzia kwa mujibu wa chupa ikijahi, usipunguze mpaka bado kidogo sehemu ya shingo ya chupa ukije.
Iko namuuzia chupa basi mpaka juu imepimwa ile kwamba chupa hii lita unusu lita moja au sio. Kwa hivyo kamilisheni. Alhamdulillah siku hizi vitu vingi vinavyotengenezwa katika viwanda maziwa na vitu vinginevyo juice na nini vinakuja tayari. Imeandikwa mililita 300, mililita 250, nusu lita moja, sio? Lita 5, lita 3, lita unusu mafuta ya kupikia na vitu vyote hivi vinapimwa katika viwanda vinaletwa kwa ukamilifu. Hivi vimetimizwa alwafa bilkail. Kwa hivyo hapa waaufu alkaila idha kiltum. Na timizeni kipimo idha kiltum mnapopima. Idha pale mnapopima, idha kiltum pimapo. Halafu kasema wazinu wizani hapo hapo kwa vitu vizito. Kilo na kilo 2. Ntilie mchele nusu kilo, robo kilo, sukari kilo 3, matunda watu wengi wanauza matunda pia kwa kilo, wengine kwa moja haba, sio? Kwa hivyo hapa wazinu bilqistas almustaqim. Inapokuja kauli kama hii wazinu na pimeni bilqistas bilmizan almustaqim, zilizonyoka ziko sawa sawa, yani mpime bilqistas almizan zilizokuwa sawa sawa, msipunje. Kwanza mhakikishe mizani inafanya kazi sawa sawa. Leo unakwenda pahala mizani za zamani zinatumika mpaka leo. Mtu na biashara yake ndo kazi yake, anashindwa kununua mizani yenye kuweza kutekeleza na kumpa mtu haki yake na kupaza mizani mpya kwa kazi yake ambayo ya milele siku zote anatumia mizani ya zamani. Ratili nusu ratili ile au nusu kilo imeshapiga kutu, imeshachafuka. Au wengine wadhati ushaona kwamba wanachukua jiwe na kwamba jiwe hili nusu kilo tushalipima. Sasa mimi najua kama nusu kilo au amna hiyo. Jiwe tunaweka hii nusu kilo na hii kilo moja. Sasa jiwe lisopimwa zile zimepimwa kwa uhakika hasa kutokana na kiwanda wenye kufanya mizani. Jiwe hili robo kilo, jiwe hili nusu kilo, na sio. Zamani tunatumia ratili, nusu ratili, wakia, uqaya, wakia, ratili, farasla, ratili 35. Vipimo hivi vishakufa sasa. Vipimo vya robo kilo, nusu kilo na kilo basi ndio bakia na tani. Kilo 1000 ni tani moja, sio? Lakini zamani tulikuwa tunapima robo ratil ounce 4. Wakia 4. Nusu ratili ounce 8. Alafu ounce 16 ndio ratili moja. Ishapitiwa na wakati alafu nini wazungu walikuwa nayo ratili 1 pound, na ikifika ratili 14 inaitwa 1 stone 14. So Arabu walikuwa wanatumia farasla ni ratili 35 farasla moja. Kwa hivyo vitu hivi vimekwisha muda. Sasa hivi watu wanashika uzito kilogramu, nusu kilogramu. Hata unapoenda kununua baadhi ya vitu kama siagi, mfano unaenda kununua, kuna siagi aina mbili. Kuna siagi inaandikwa 1 pound na siagi nyingine inaandikwa nusu kilo, 500 gram. 500 gram 500 hii. Na zamani tumezoea waliotoka sasa kutokana na vipimo vya ratili na kwenda katika kilo, utaona kwamba kilo moja ni sasa na ratili 2 na kidogo. Ratili moja ina 454 gram 454. Na ukiambiwa hii siagi hii 500 gram, hii ratili moja. Wengine wanafanya haki, wanakuambia hii 1 pound equal to 454 gram. Yani baina nusu kilo na ratili gram gapi? Gram 46 inapungua. Kwa hivyo inakuwa kidogo, ratili ndogo kuliko kilo Kilo inakuwa nzito kuliko ratili 2. Kwa hivyo lakini sasa hivi inaondoka ile, lakini hata ipaka hivi sasa ukinunua siagi bata inaandikwa 1 pound au 454 gram au 500 gram, na zaidi inakwenda katika gram na 1 kilogram. Vipimo ukenda katika vitu vilivyo hassas zaidi, more sensitive, unakuja katika
vipimo vya nini, vipimo vya dhahabu na almasi na vitu kama hivi vinakwenda kwa gram, vinakwenda katika nini, gram. Hapa ndio unapokuja nini, kwamba unaposoma wazinu bilqistas almustaqim kaanna alkalam fi almizan, sio kilo kila ile kule alkail havitaki vitu. Kwa nini? Kwa sababu urefu wake unajulikana lita ngapi, mita ngapi. Lakini inapokuja katika mizani na hasa katika vitu vilivyokuwa sensitive sana, wale ambao wenye kupima matunda, vitu pepe kidogo vinazidi inapungua kiduchu. Lakini unapokuja ukapima dhahabu, ikizidi sehemu ndogo tu ya gramu, akikupunja yule basi kachukua faida kubwa, na akikupa zaidi kidogo kuliko uzito anakuwa anakula starehe, kwa sababu kiduchu tu sehemu ndogo ya gramu ikizidi basi pesa chungu zima, dhahabu, almasi. Kwa hivyo sensitivity, hasasia viko mbali sana, abadul hudud, kwamba vitu hivi lazima vichungwe katika upimaji. Na tutaona siku hizi mizani zao wenye kupima dhahabu ni za electronics nyingine kama simu zimekaa, na mizani zao wanapopima kwanza wanazinga kwa, hata kama zamani wanazinga kwa kuweka vigae vioo, sio kwa nini? Kwa sababu athari ya upepo inaweza ikaharibu katika kupima. Upimaji wa hasasia kubwa sana, upepo hata asogezi kichwa chake pale, kwa sababu kupumua tu na kupuliza kidogo kunaweza kusababisha moja katika wili kupata hasara, mnunuzi au muuzaji. Kwa hivyo hata kichwa chake asogezi katika nini wakati wa kupima. Hii yote kuonesha namna gani maana kusudio kwamba amri ya Mwenyezi Mungu wazinu bilqistas almustaqim. Mjanja akiwa anataka kufanya janja anaweza kufanya, lakini ajue kwamba yupo al-Qayyum mwenye kusimamia kila kitu. Lakini ajue mjanja la ta'khudhuhu sinatu wala nawm, Mwenyezi Mungu la hasinzi wala halali. Na kwa hivyo mjanja akiwa anajua haya, tunasema tit for a tat, akutendaye na yeye tendwa tu, ikiwa sio binadamu basi na Mwenyezi Mungu atamtia adabu. Mwenye kughish na yeye ataghushiwa, naam, na watu chungu zima. Kwa mfano siku hizi watu mahodari wanawake pia wanachukua kitu wananunua dukani, wakifika nyumbani wanapima katika mizani zao jikoni. Sehemu za nje wanafanya sana, wanapima sasa kanidhurumu gramu 10 nzima kama imepungua. Wewe umepata faida ile siku moja kumnyang'anya gramu 10, lakini yule kila akipita dukani sinui tena pale kitu kwake, kapata faida kala hasara. Anakosa faida kila siku kidogo kidogo. Kwa hivyo mbona siku hizi hujiambia nakwenda kununua vingine, maana wewe mezani yako inaiba, unafanya ujanja. Kwa hivyo mwenye kufanya ujanja mara moja, lakini ujue kwamba anakula hasara. Na kila mmoja atachukua nini, atachukua haki yake. Imekuja hadithi man ghashana falaysa minna, mwenye kutufanyia ghish, ujanja, dhulma, kutapeli, basi hiyo hayupo katika na sisi. Mtume sasa sema si katika watu wetu ghashash. Na pia hadithi nyingine ingawa imedhoofishwa kwa kuwepo mmoja katika mlolongo wa wapokezi Amr ibn al-Husayn, huyu katika mlolongo asema huyu kidogo na wasiwasi katika hadithi zake. Kwa hivyo hadithi hii ilokuja, lakini maana ni nzuri. Hadithi ni kusema man asaba malan min nahawish adhhabahu Allahu fi nahabur. Man asaba malan min nahawish adhhabahu Allahu fi nahabur, na maana kwamba mwenye yote aliyepata mali kwa kunyang'anya zile min nahawish, unahawish maana chochote ulichukua siko halali yako. Kuchukua kitu siko halali yako, min nahawish manake adhhabahu Allah, Mwenyezi Mungu huitiliza, huikimbiza, huitoa, huiwacha akapoteza chungu zima. Fi nahabur, nahabur katika nini? Katika kuangamia, akaangamiziwa, akapoteza, zikateketea, zikafanya chochote kile, Mwenyezi Mungu ataiharibu tu mali yake. Na mtu ghashash
mtu mwenye kughishi mwisho wake unakuwa si mzuri, mwisho mbaya. Kwa hivyo inapokuja aya kama hii, wa auful kaida idha kiltum wazinu bil qistas al mustaqim, akasema baadaye dhalika khair. Dhalika khair, naam. Yule mwenye kuiba asifikiri kwamba dhalika ghaish, na Mwenyezi Mungu shakataza kwa kafika dhalika khair. Rashash, mwenye kuiba, mwenye kupima kadhulumu, wa idha kaluma wa dhalum yakhsirun, asifikiri kwamba yeye ndio nini hodari, kapata kidogo pale, lakini ujue kwamba zitamtoka nyingi baadaye, kwa sababu watakuja 20 wengine kwenye kumghishia anapokwenda kununua vitu. Atapatikana tu na yeye tu atatendwa kama alivyowatenda wenzake. Na kwa hivyo asifikirie yule ghashash dhalika khair, lakini autekelezapo kwamba wazinu bil qistas mustaqim wa auful kayla idha kiltum, haya mambo mawili yaliyotajwa hapa, dhalika khair, kama mtafanya hivyo kutekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, hiyo ni khair kwanza duniani, halafu isitoshe wa ahsanu ta'wila, na hatimaye aqibatuhu, mwisho wake kwa Mola ni ahsan, kwa sababu atakuwa ni mtu ambaye mwenye kumwogopa Mwenyezi Mungu katika vipimo. Bila shaka thawabu zake nyingi zinamgojea na radhi za Mola atazipata inshallah kwa yule ambaye anatekeleza amri hii ya Mwenyezi Mungu ya aya 35, wa auful kaila idha kiltum wazinu bil qistas al mustaqim dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Hilo jambo ni khairi, haya ni wema kwenu, na hatimaye ndio bora zaidi. Ahsan ta'wila, khatimatuhu, mwisho wake mbele ya kwenda kuonana Mola wake itakuwa ni jambo ambalo litamfurahisha siku atakapoona kwamba ile jambo lilifanya ilikuwa khairi kwake, kwa malipo yake mazuri kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wa bihadha نكتفي والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Short overview of units so you can weigh in ounces, grams, carats, grains. So I'm going to use ounces. Now, tare means weighing products that are inside something. So if you have something in a container, you would put something on the scale and then press this button down, and then after the container is on top, then you would put the item inside to weigh the weight of the item that's inside the container, not including the container. So that's how that would work. Now the pieces button is a counting mechanism. Okay, here's the manual.